God. This is Thursday evening, a blessed day indeed. We are here at Boma dam site, Dandora dam site, at the main entrance to the dam site, and we are just having an open air here. And as you can hear in the background, the praise session has already kicked off. We are doing this so that we may attract the residents and the people to come and hear the word and hear from the Lord. And I believe that today people's lives are going to be changed. I know that the Lord is going to do something new even in this place. So stay tuned for more updates and be blessed. Praise God once again. This is the worship session that is going on. Just an update. We are yet to receive the word from the Lord. We are just inviting the presence of the Lord in this place. Even as we minister and speak the word, that the people will be blessed, that the Lord will move and touch our lives. Because as the Lord will be moving, He will also be touching our lives and the lives of the people here. So stay tuned for more updates and be blessed. Nimefurahi sana kuona nyinyi wote hapa, na kuna time nilikuwa nauliza God, niaje watu wengine hawajaokoka na vile God ni great hivyo, there is nothing God haezi do. Nilikuwa nashangaa niaje watu wengine hawakujui na hivyo kuwako wote, niaje wanaweza kukosa kuona God. But God akadrop word kwa hati yangu about purpose. Watu wengine tunaishi kwa hii world, tumejipata tu, tumezaliwa tumejipata hapa, but hatuelewi ni mbona tuko hapa. Hatujui kusudi gani tuko kwa hii world. Si wengine wetu tunaishi tu kuishi, but haifai kwa hivyo. Tunafai kuwa kuishia, tunaishi kuishia God. Si Amen. Kuishi tu for the sake of it. So leo tutaanza na book ya Genesis chapter 1 from verse 26 to 28. Amen. Amen. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. Mungu akasema acha tutengeneze binadamu kwa image yetu afanane na sisi. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth. So hapo God anasema ali create human beings kwa image yake na likeness yake, na akasema tuta reign over kila kitu, samaki, ndege wako angani na ng'ombe, hizo wanyama wote, wild animals, hizo zote God alisema to reign over them, tuchukue dominion, and the small animals that move along the ground. Pia hizi insects ndogo ndogo God ametupea dominion na power over them because alitucreate kwa image yake na likeness yake. Tuendelee verse 27. So God created human beings in his own image. In the image of binadamu kwa mfano wake. In the image of God he created them. Kwa mfano wake aliumba binadamu. Male and female he created them. Binadamu wote aliwaumba. Verse ya mwisho, then God blessed them. Mungu akawabariki and said, be fruitful and multiply. Na akawaambia waende na wajaze dunia. Fill the earth and govern it. Wajaze dunia na wachukue utawala. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky. Mtawale, mchukue dominion over samaki wako kwa maji na birds wako juu angani, and all the animals that move along the ground. Amen. Na wanyama wote ambao wanatembea duniani. Sio ndo word ya God. Kutoka kwa hiyo word, God anasema alitu create kwa image yake. Tunafanana naye kwa image yake na likeness yake. Na akasema ametupea dominion over kila kitu kwa hii world. Ni sisi ndo tunachukua nikaa sisi ni wasimamizi wa God. God ndo alicreate kila kitu, heaven and earth. Na watu ukiangalia kwa wale kama mtu ni baba na ako na watoto na ako na
mali akitaka mtu wa inherit, na watoto wake wote inherit, na watoto wote inherit hiyo mali yake. So God ndo akona ownership ya hii earth na heavens. Na hii earth akaweka sisi watoto wake tuchukue dominion na to rule over wanyama wote na kila kitu. So mnaona purpose God alituweka hapa kuendelesha kitu alianza kwa garden. Hatuko tu hapa kuishi kubahatisha life ati juu ulizaliwa uende shule, maybe uanze kuhustle, uanze familia. Hizo ni other things that zinakuja as you continue living, but the main reason ni kuendelesha kile God alianza. Tunafaa kuwa wasimamizi wake. God akiumba Adam na Eve alikuwa kuona fellowship na wao, hivyo ndio Bible inasema. Na tukiendelesha kile God alianza, si ati kuendelesha tu. God akiumba, by the way, aliumba vitu hakuna mwanadamu anaweza umba. Hakuna mtu anaweza create light, hakuna mtu anaweza create maji, hakuna mtu anaweza create mti. But God juu alituambia tuendeleshe kile alikuwa ameanza. Na unaona buildings ka hizi, mnaona hizi magari, simu, hizi vitu zote ni creation. Tunaendelea kile God alikuwa ameanza, tuna recreate vitu. But zile vitu God alicreate, zile vitu basics, hakuna mtu anaweza create. But God hakuwa anamaanisha tuendeleshe tu in terms of creation to recreate. Pia ile fellowship alikuwa ameanza na Adam and Eve in the garden inafaa kuendelea hivyo na hivyo. Tunafaa kuendelea kuwalk na yeye kwa hii life. Uko tu hapa juu ya God. Hii life unaishi. Usione tu uko hapa kuishi, but tunafaa kuishi ya God. Na hii life yako, na unajua kama kitu ni yako, hakuna mtu yote anaweza kuja kuiclaim. Hii life huwezi jua kama kesho utakuwa ujui. Hii life ni God given. Na kama kitu ni yako, hakuna mtu anaweza kuja kuchukua, but God anaweza kuja kuchukua hii life. Na akikuweka hapa, hakuweki hapa udu hizo vitu zimglorify. Wili yake kwa life zetu ni tutembee na yeye. But in Genesis chapter 3 tunaona devil aliingia, alikuja in form of a snake, akadanganya Eve, wakakuja kusin. Hapo ndo tunaona encounter ya kwanza na man na sin. Before then walikuwa na fellowship na God, wanaendelea kuishi, wanaishi maisha zenye zina glorify God. But devil akaingia, man akasin, akafall. Na si naipendezi Mungu. Kitabu cha Romans 8:8 inasema unyanaishi in their sinful natures hawafurahishi Mungu. Na ndio maana tunaona hapo after Adam and Eve wamesin, God alipronounce punishment, akawafukuza kwa hiyo garden. Na kuna hizo punishments nyingi, kama mwanamke kuzaa atasikia uchungu, na pia tutatoil hiyo lazima msweat ndio mpate chakula. So hizo ni punishments zenye God alipronounce in the Garden of Eden. Hiyo ni proof enough that God hapendi dhambi. God anachukizwa na dhambi sana. Na dhambi ni mbaya. God anataka muokoke, muache kusin, muishi maisha zinamglorify. Tunaona pia hata imeanoa watu walikuwa corrupt, wanaishi sin, hawaishi lives zina glorify God. Afanye maisha yanatukuza Mungu. Hadi God akaanza kuregret, mbona niliumba watu? Niache wanaweza geuka kwa hivi. Yaani watu walichukiza God. Watu wamegeuka kwa kitu yenye God hakuimagine mnaweza kuwa hivyo. Juu ya vile walikuwa naishi. God akaambia Noah atengeneze ark. Kwa hiyo ark ingia hapo na familia yake, na achukue wanyama wote species zote 2 by 2 male and female. Wawili. Waingie kwa hiyo ark. God akasweep dunia nzima na floods. Kila mtu alikuwa kwa earth akakufa juu ya dhambi. Hapo pia tunaona God hapendi dhambi. Juu hiyo dhambi, juu mnaishi life as glorify God, naishi maisha yasiyomtukuza Mungu. Pronounce your punishment yake, watu wakakuja kudai. But pia God anakuanga merciful. After your flood akapromise Noah hata why pronounce punishment kayo kwa world. Na rainbow ilikuwa sign ya covenant. Na God anakuanga true to his word. Hizi danganya, bila alisema hivyo, hizi danganya. Kuna siku nyingine mtaiona floods zimesweep watu hivyo tena. Ni juu tu alipromise Noah. But sasa ukiangalia times tunaishi sasa, watu wamenormalize dhambi. Dhambi tumeifanya ni kitu, hiyo ndo form, ni kitu ya kawaida. But God hataki, hiyo si purpose ya God, hiyo si plan ya God. Mjua reason mko hapa ni kuserve God. Na Yesu alisema kwa Bible, msipo-worship God atafanya hizi mawe zimwabudu. Msipomwabudu hapa mwabudu. But wengine tunafanya vitu zingine zi glorify God. Nijua mjui mbona mko hapa, but God leo ana speak na mtu. Anakuambia uko hapa kuishi tu, but uko hapa kumuishia. Uko hapa kumishia. Turn your ways back to God. Kutisha mwenye Mungu. God anawaita na anawapenda. Yesu anaongoja na mikono yake wazi, na anachukizwa na dhambi sana. Mkiishi mkiwalk kwa sin, inaumiza God sana. Just reason aliweka hapa
Ukiangalia time ya jana vile God alimtuma ende Nineve, watu walikuwa wanaishi kwa sin. God alikuwa anataka kuwa punish juu ya hiyo sinful nature zao. Na God hataki muishi kwa sin. Amen. Anataka muokoke. Amen. Mjue ndo the light, ndo the way. Ndio njia, ndio. God hapendi dhambi. Na najua leo God ana speak na mtu. Kuna mtu anaongelesha mtu hapa. Bible inasema, Biblia inasema blind watu. Kama unaishi kwa world, huwezi ona, spiritual eyes zako zimefungwa. Nikawa ni kipofu, unatembea tu kibahatisha, unajigonga hapo unaona si huko ni huku. Unaendelea tu kutembea kama umefungwa macho. But ukiwa kwa Christ, God anakufungua macho. Unaona? Na God anataka utembee hivi, hiyo ndio njia utafuata. But devil pia anajua zile plans God ako nazo na life yako. Na devil yako hapa kufanya hizo vitu zisikam to pass. God anasema kwa word yake, I know the plans I have for you. Plans to make you prosper and not plans for evil. Plans to give you a hope and a future. Hiyo na word ya God inasema. God alisema anajua mipango yako nazo kwa life yetu. Ni plans nzuri na si plans mbaya. Na wengine mnaishi life, mnaona mna struggle na vitu. Mnashanga mbona iko hivi? Nijua uko kwa God. Vitu zingine ni hard sana, huwezi handle peke yako. But Jesus is strong enough to handle those burdens for us. God anasema leo, zile vitu umebeba kwa hati yako, zile burdens umebeba, kuja uziweke hapa. Alisema kwa word yake, in the book of Matthew chapter 11, from verse 28 to 30. Alisema, come to me, all ye who are weary, and I shall give you rest. Ukiwa na burdens, njoo uzilay down hapa. Christ atazibeba, he is strong enough. All you need to do ni kukaa mkuziachilia, kusarenda life yako, kukubali Yesu. Reason uliyeko hapa ni kumwabudu na kutembea na yeye. Acha niwape example. Mkiangalia hii simu purpose yake main ilitengenezwa ni for communication. Mtu hawezi toka hapo unaenda kwa shop ya simu kubai simu ndio unapigia picha na hiyo simu, ama ndio unacheza games, ama ndio unasikiliza ngoma. You know to be other things. That's the way in life. Tuweka hapa tuendelee Kenya alikuwa ameanza, na nilichoka hapa tukua na fellowship na yeye tumwabudu. You know the main reason tuko hapa. Na kama unaishi life na worship God, mbona unaishi basi? Nini unafanya kwa world? Ni God amekuweka hapa na hii life yako unataka muelewe. Kuna mtu unaona mtu amepotea kwa drugs, mtu amepotea kwa vitu za world, but a time will come all these things will not matter. Kitu tu moja pekee ndio itamata, na ni walk yako na Christ. Ulikuwa unatembea na Christ. Yote ndio kitu itamata. Mtu amepotea kwa pombe, anajua vizuri pombe ni mbaya, anajua vizuri pombe hakuna kitu nzuri na kufanyia kwa life, but bado ndio kutembea hapo. But God anataka ujue yeye peke yake know the way. Ukiwa kwake, hizi vitu una struggle nazo, hautaiziona, struggle nazo. Na dhambi inachukiza God. Amen. Dhambi inachukiza God sana. Amen. Akiwa tuokoke, tukuje kwa Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Anataka muokoke. Amen. Anataka mkuje kwake. Amen. Anajua zile plans zako nazo. Anajua kuna son wangu anaitwa Johnny. Anatoka pale Boma. Maybe umedharauliwa na dunia, but God anajua zile plans zako nazo. Chukua side ya God. Si kenye iko nje ndio inamata, but kenye iko ndani. God angalia mavazi. God angalia sura yako. Angalia ni manguo ngapi uko nazo. Angalia viatu zako zinakaaje. Anaangalia hati yako, ni hati yako. Na anataka uletee hati yako kwake. Uisarenda kwake. Kwa nini nataka msarenda life zenyu kwake? Unyaja okoka, unanisikia? Wanaishi kwa dhambi, kuna mtu ananisikia mimi yuko hapa. Kwa nini nakuita uokoke? Amen. You know the way. Hakuna njia ingine. Na kwa nini anajua zile plans zako nazo? Anajua sana wangu 7 years from now. Nitamtuma Australia, nitamtuma India. Ende ubiria watu waokoke. But devil amekufunga macho, huwezi ona. Juko kwa wall. Na kwa wall. Huwezi ishi to your purpose. Huwezi fika ile kiwango God alikuwa anataka ufike. Na God anakuita ukuje kwake. Ukikuja kwake na weke trust yako kwake, kila kitu
ita work for your good. Amen. Kila kitu God anasema zile plans zako nazo kwa watu wake ni plans great sana. Hivyo ndio Deki inasema na God si muongo, God si binadamu, hawezi danganya. Hawezi danganya wadi yake. Alisema heaven and earth shall pass, but my word shall remain. Lakini imeandikwa kwa hii word ya God. Si uongo, ni ukweli. Ina njia. Mwokoke, mkuje kwa Yesu. Amen. God anazonya vitu zile plans ako nazo kwako. But shetani hataki ufike hiyo place God alikuwa anataka ufike. Ndio maana God anasema mkuje kwake, anakupenda vile uko. Haijalishi ni dhambi gani umekuwa ukifanya, haijalishi nini umetoka kufanya, before ukuje hapa, before usikie vile God anasema, haijalishi nini umetoka kufikiria. God anakupenda hivyo vile uko, and there is nothing you need to change about yourself, because God anakupenda hivyo na ako ready kukuaccept. All you need to do ni believe it in your heart na kuconfess na mdomo wako. Amen. Hiyo tu. God anawapenda. Alipeana son wake, his only begotten son. Amen. That whoever believes in him, wake you need to do ni kubelieve. Hakuna pesa umeitishwa. Ni kubelieve peke yake. Ni kubelieve na unafaa kudua, hakuna kitu kingine. Wengine tukiamua tu upe jirani yako 200 unaona hiyo haiwezekani. Yaani kitu kubwa sana, but imagine God akapeana mtoto wake. Yesu akaamua kukufa, alipeana maisha yake ndio upate kuishi, ndio upate kukombolewa. Na anakupenda vile uko, haijalishi uchafu wako, haijalishi ni uchafu uko kwa moyo wako. Anakupenda hivyo. All you need to do ni kukuja kwake, kusarenda life yako kwake. Hiyo tu. That is the only ticket. That is the only way. Na kuna difference between kujua huyu Christ na kuwalk na yeye. Juu hata devil anajua Christ, but their judgment hata hivi heritage kingdom ya heaven. Bwana anajua kwa anawalk na huyu Christ. The only way ni kusarenda. Amen. Kuamini kwa moyo wako na kuisema na mdomo wako that Yesu, Jesus is God. Amen. Na kuamini that yeye ni mwana wa Mungu. Amen. Yesu bado anaishi. God bado ana speak. Msifikirie sisi tuko hapa tunabahatisha tu, ati tunabahatisha hatujui kama Mungu wako. Hatungekuwa tunajua huyu God ako, hatungekuwa tunajua hizi works zote za God, hatungekuwa tuna waste time kwa vitu za God. Hizi vitu za God hazitusaidia. Wengine wanaona vitu za God ni foolishness, wengine wanaona mambo za God ni ufala, but ni ufala. God anasema kwa wadi yake hii gospel ni ufala kwa wale watu wanaangamia. Wadi ya God si ufala. God anawaita mkuje kwake, mtembe naye, msarenda all, mpatiani mioyo yenu. Hiyo ndio God anataka. Na ukifanya hivyo kila kitu itakuwa sawa kwa maisha yako. Kwa world ni nini nzuri? Nani anaweza kuchapa niambie? Ni nini nzuri kwa world? Ni nini unapata kwa world? Ni nini? Kuna vitu mob sana kwa Christ. Nini utapata kwa world? Kwa world ni nini nzuri? Ni nini world inakusaidia nayo? Nakwambia kwa Yesu kuna form. God is not a boring God. Wengine wanaona vitu za God zina bore, but God abo. Kuna tutembe naye umjue zaidi. Ndio utaka kweli ugodabo. Acha niwape example. Watu mnajua Kibaki. Mlikuwa tu mnamuona kwa TV, baby, mnaona huyu tu anakuwa mtu wa kutukanana. Mnaona tu hiyo picture nje ndio mnaweza kupata. Juu haujawalk naye, hauna relationship naye ukuje kumjua zaidi. But unapata kuna ule Kibaki obviously ako na best. So unachangua best wa Kibaki. Ni nini anaona kwa Kibaki? Yenye si hatuoni. Bana nakuambia, enda kwa hiyo Kibaki umjue. There is something more to huyo Kibaki than hiyo matusi ya TV. Than hizo vitu mnaonyeshwa about yeye. So there's something in a play kwa God. Mimi nakuambia God abo. Mama za God si ufala. Amen. Nakwambia ukiwa kwa God hautaikosa. Amen. Hautaikosa. Amen. Na kila kitu everything will work for your good as long as you're in Christ, because God ameitana kwa ahadi yake. Amen. Zile plans zako nazo ni great. Ni great sana. Amen. But uko kwa world huwezi live to your purpose. God anakuita ukuje kwake. Uokoke, receive salvation. Amen. Receive the truth, because it's the only way. It's the only way. It's the light. Yani mwangaza. Amen. Ndio njia. Amen.
Praise the name of the living God. God anaishi. Usikilize tuko hapa tunabahatisha. God yako. Na kama uko hapo na ujui God yako, kuja kwake uokoke. Uanze kuokoka naye. Ndio utajua God yako. Ndio utaona there is something more to this God than mnasikia. God decide ya hizo vitu tunapewa about yeye. He is more than what we think. He is more than what they say about him. Hata mimi vile nimesimama hapa, vitu nasema, siwezi sema kila kitu about God. Yeye ni zaidi. Amen. Tunasikia hapa. God ni zaidi. Hizi vitu mnasikia. Amen. He is more. He is more. Na God hataki mtu yote aangamie. Amen. Anataka mfunguke macho, muone. Mfunguke macho. Shetani hataki. Kufika place God anataka ufike. Kila mtu ako na assignment kwa kingdom ya God. Kila mtu kuna ile job unafaa kudu kwa ufalme wa Mungu. For his glory and for his kingdom. Kila mtu, kila mmoja wetu. Hata uonekane aje, hata kumedharauliwa aje. Ukikuja kwa God, kuna ile kitu great God anakupenda bila yako. Na hakuna mtu atakupenda kushinda vile God anakupenda. Hakuna love yoyote utaipata. Ile ni zaidi ya love utapata kwa Christ. Na kwa Christ utapata peace. Kuna wengine mnatafuta peace kwa vitu za watu. But hizo vitu za watu zisikupatia peace. Hata wewe mwenyewe unajua ukitoka kusini, unatoka huko ukiwa empty. Wengine mnapotelelea kwa drugs. Mnajua hizo drugs haziwasaidii. Na kwanza ukiwa empty. Baadaye miaka kadhaa after umepotelea kwa hizo drugs na mtu amegoroka. Unajua vizuri hiyo pombe unakunywa inakuharibia liver, inakuharibia throat. Hiyo sigara unavuta, hiyo bangi, hizo zingine sijui majina but tunazijua. Hizo vitu mnadu. Uasherati, sizuri, ni dhambi. Ni dhambi, mwokoke. Mkuje kwa God. Anaongoza with his arms wide open. Haijalishi ni kitu gani umekuwa ukidu. Haijalishi ni kitu gani umekuwa ukidu. Hivyo tu vile uko. Na nakwambia kama umeokoka na upate blessing. Kama unakuja kwa God ndio upate doa, basi umepotea. Sisi tuko kwa God ndio tupate doa. Tuko kwa God na worship. Hiyo ndio kitu tunafaa kudu. Hiyo ndio kitu tunafaa kudu. Na hizi vitu zingine zote zitakufuata. Bible inasema seek kwanza kingdom ya God na righteousness yake. Na hizi vitu zingine zote zitakuwa added unto you. Hivyo ndio wadia God inasema. So sisi tuko kwa God ndio tupate doa. Kwani doa ni nini? Kuna time itafika haitajalisha ni pesa ngapi umebakisha kwa account. Haitajalisha ni ulikuwa unajua huyu Christ. Na besides kumjua ulikuwa umemaccept. Ulikuwa unaoka naye. Praise the name of the living God. Amen. God anawaita. Kama kuna mtu hapa umetoka kuishi maisha ya kuwa blinded na devil, unataka kulive to your purpose, utakujua ni nini God anataka kuduna hii life yako. God anakuita ukuje kwake. Hivyo tu vile uko, hakuna kitu unafai kuchange. There is nothing you need to change. Hivyo tu vile uko, God anakuita ukuje kwake. Amen. Hivyo tu. Hivyo vile watu wanakuwa kudharau hivyo. Hivyo ndo anakuita ukuje kwake. Na anasema atadu vitu great kwa life yako. Kuna vitu great sana anataka kuduna life yako. Watu huwezi ona kama uko kwa world. Huwezi. Praise the name of God. Amen. Kama kuna mtu wako hapa unataka kureceive Christ, kuja, anakuita. Ana knock kwa hati yako. Kuja kwa Christ, anakuita. Kuja kureceive Christ. Kuja usarenda maisha yako kwake. Atakuonyesha the way, atakuonyesha the light na the truth. Dunia ndio njia, hakuna njia ingine. Kama kuna mtu hapa atakureceive Christ, utakujua ni nini watu wana get kwa Christ na uget. Kuja leo, kuja uone Christ. Jua kwa hapa, presence yake kwa hapa. Bora kwa hapa. Hata kila mtu inherit kingdom ya heaven. Jua ni baba yetu, nyinyi wote, sisi wote ni watoto wake. Anataka tu inherit heaven, kingdom ya heaven.
Kuna mtu amechoka kuishi na life ya kustruggle na vitu za world. It was a please God. God anakuita njoo hapa. Njoo upokee Yesu. Njoo upokee Yesu. Before it is too late. Before it is too late. Kuja upokee Yesu. Kuna time itafika. Hizi vitu za world hazitajalisha. Hazitajalisha. At all. Kutembea nawe. Nituoki yako na Christ. Ndio itajalisha. Kama kuna mtu anataka kureceive Christ, unafilia conviction ya kukam kwa God. Come, haiwezi choka na wewe. Haijalishi nini umetoka kudu. Haijalishi tu umetoka wapi before kama hapa sasa hivi. Haijalishi. Anakuita hivyo bila uko, ukuje kwake. Anakuita ukuje kwake akuokoe. Sio alikuja wale wabaya. Yesu alisema daktari hawezi tibu watu wenye wagonjwa. Daktari huenda kutibu watu wagonjwa. Yesu alikuja mtu kama wewe. Ule mtu umepotea kwa vitu za world. Ule mtu mwenye umefungwa macho na shetani. Ule mtu haoni. God alikuja for someone like you. Na anakuita ukuje kwake. Siku ya leo anakuita ukuje uokoke. Kuja uokoke, kuja receive Christ. Kuongea nawe natamani kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna tu umekuwa ukiishi kwa wale. Najua na speak. Wala si mimi na speak, ni God ana speak. God ana speak na mtu siku ya leo. Anajua, mimi sijui. Anajua vile life zenyu ziko. Anajua heart zenyu vile ziko. Huwezi jificha kwa God. Huwezi. God anakujua vile uko inside and out. Jana alikuumba. Alikuleta kwa hii world. Anakujua na anakuita siku ya leo. Najua kuna mtu hapa atakuwa akiwork na God. God anakuita wewe. Unasikia sauti yangu? God anakuita kuja umpokee. Kuja umpokee. God anakuita. Achoki. Anakupenda hivyo bila uko. Kuja ureceive Christ. Mwache kuwalk kwa vitu za world. Mwache kuwalk kwa sin. Please God. Reason mko hapa mwishi tu life kuishi. Mnaishi life. Kuishi God kumserve. Jui life ni God given. Si yako, ni ya God na anaweza ichukua wakati wowote. Na kuna hell is not meant for anyone. Any one of us. Kuzimu ni ya shetani na malaika wake ni ya shetani, sio watoto wa God. Na God anakuita uokoke. Hataki kuona mke na kuzimu, hataki kuona mke anguka. Ako na plan nzuri kwa life yako. Kinya anasema tu ni wewe kama kwangu. Believe it in your heart. Na uconfess na mdomo wako. That's all. Hakuna kitu kingine umeitishwa. Ni hiyo tu kuamini na kuisema. Amen. Hiyo tu. Pastor Karis. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah.